Sasa what if mashabiki nao wakasema sasa nyinyi hamtuambii chochote na sisi ngoja tukae kando. Pelekeni timu wenyewe muende uwanjani wenyewe mkacheze hiyo dabi, itakuwaje? Itakuwa na shida kwa maana ya saikolojia. Ndio maana nikasema inaweza ikawa ni shida ya saikolojia kwa wachezaji ya nje ya uwanja ambao ina msaada pia wakati mwingine ndani ya uwanja. Kwa athari zipo. Ya kwanza sisemi hakuna, ipo kwa sababu saikolojia ya Simba kuelekea dabi, hamasa haijawa nzuri. Kwa sababu haijapokelewa kwa muunganiko kama ambao tumeuzoea. Hawana ugeni wa kucheza dabi ya ugenini, lakini tunaona hamasa. Dabi hii wameikatia tamaa. Nje ya uwanja wamekatia tamaa kwa historia kuifikia game. Kwa athari ya Simba nje ya uwanja ipo. Mashabiki wanavutana, wamegawanyika. Upo mgawanyo sasa na vitisho. Inaonekana hii ni mechi ya maamuzi ya viongozi sio mashabiki kwa hamasa yao. Na sasa hivi wao kwa wao wanatupiana vijembe, lakini ndani inaelezwa hata management wanavutana. Wapo wanaosema waliokwenda kushiriki hiyo dabi sio viongozi wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, ni upande wa wanachama, na wanachama wengine wanaungana na wakurugenzi wanavutana pia. Kwa hiyo nje ya uwanja kuelekea dabi Simba wamegawanyika. Lakini uwanjani kucheza mechi, naamini kwa risimu ya timu yao vile ambavyo ushindani tunaona kwenye msimu, bado wana timu nzuri tu kuifanya dabi iwe ngumu. Teacher Tigana kwenye hili kwa namna ambavyo linasema umecheza mpira Teacher Tigana. Mchezaji anamhitaji shabiki kiasi gani uwanjani? Kwa maana wachezaji wa Simba ambao pengine wanamhitaji shabiki akawashabikie, lakini viongozi wa Simba hawawaiti mashabiki kwenda uwanjani, wamekaa kimya, wanawatesa wachezaji wao kwamba wataenda kuwa wapweke uwanjani. Wenyewe wanasema loneliness washa, upweke uliopitiliza. Katika kuuendea mchezo wa mpira wa miguu tunafundisha kwenye maeneo matatu: utimamu wa mwili, ufundi na mbinu, lakini na saikolojia ya mchezo. Eneo la mshabiki ni la kisaikolojia, kukuanikiza, kukupa motisha, iwe wa nyimbo, shangwe, kwa kukulitaja jina lako na vitu kadha wa kadhaa. Kama unapata namba ndogo ya mashabiki, unakuwa unasema ile psychological torture, yani umemuathiri kisaikolojia, umemuumiza, na hususani kama wewe umefanya mgomo wa makusudi. Mchezaji huyu siku anayoshinda ndo anakupa burudani wewe, alafu wewe umemgomea kumsupport kwenye mapambano ambao ulitaraji upate burudani. Kwa hiyo wewe unakuwa umemwathiri kwenye eneo la saikolojia. Na ndio maana hapa tunapozungumzaga sijui home advantage inakuja kwenye mazingira kama yapi, hususan Afrika, ni eneo la motivation kutoka kwa mashabiki. Watu wana majimbo, yani kwa mfano vile vikundi vya ngoma vishaandaa nyimbo zao za kuanikiza, wakati wewe ndani umeshacheza vitu vya kibiolojia, sijui glucose imeshuka, sijui na nini, kiwango kinataka kipungue. Mtu akikuimbia nyimbo ya kukupa ujasiri, hali ya mapambano inaendelea kuwa kubwa, tunasema determination. Sasa kama atakosekana mtu wa hivyo, atakufanya uwe na upweke uliopitiliza, ndio nimesema inaitwa loneliness washa. Maana hapo hata mambo ya bonus pia. Masuala ya bonus, masuala ya bonus yamekaaje ndugu yangu? Yanga wamewekewa milioni 500 inasadikika hivyo, lakini Simba pakavu. Simba kuna mgawanyiko sana kuelekea idara. Tajiri Moka goma kutoa. Yani hiyo ametupa gazeti kwenye maji, sitasomewa wapi. Kasema aliyekubali kucheza ndo akatoe hiyo bonus. Na wanaenda hata mashabiki hawajawaita. Kwa maana yake wanaenda kumaliza ratiba ya ligi. Ina Simba wanakwenda kwenye idabi wakiwa wamefungwa tayari nje ya uwanja. Goli 4. Goli ngapi? Goli 4. Simba nje ya uwanja kwenye dabi wamefungwa goli 4. Yani goli 4 kwa sababu bonus hakuna zilizotoka, hamasa hakuna. Kuna taarifa anapeleka hawajaita mashabiki waende kiwanjani. Ngoja kwanza, kuna taarifa? Kuna taarifa inatembea kwamba Simba ana mpango wa kupeleka wachezaji baadhi. Ndio maana nasema sio timu ambayo imekamilika. Yani wana mix vijana, watu wazima. Si ndio mtu atapigwa 6 pale au 7. Ndio maana akasema hadi sasa hivi 4 bila. Wamefungwa 4 nje ya uwanja Simba. Basi zitaongezeka 2. 6. Ya vijana walisema kama ndio wenyewe. Kama hiyo ndio kweli wakija kufanya hivyo, mtu anakula 6 pale. Sita jana kwenye ile place ilibidi wawepo jana. Sio? Ya jana ilikuwa ya leo anatakuwa wawepo. Leo ndo tutajua mbivu na mbichi. Si inakuwa saa 5. Kwa tutakuepo hapa pia. Kwa sababu hata mashabiki wa Simba hawatambi kabisa idadi. Hawatambi. Tambo zao tulizozizoea sijazisikia. Hivi katokea Simba labda wakapeleka wachezaji wachache uwanjani, itakuwa wameikosea sana mpira wa Tanzania.